Munajua kwamba zaburi ni za ajabu sana. Hakuna hata hali moja ambayo watu wanaweza kushikuta ndani ambayo haikuweza kuandikwa mahali fulani. Na kisha kuna mezali, nazo ni za kipekee sana katika hali yake, ambamo tunapewa hekima ya maisha ili tusindikize kwenye njia yetu. Nikitaka nisome Zaburi sura 27. Zaburi sura 27 mstari wa 4. Zaburi 27 mstari wa 4. Kitu kimoja niliomba kwa Bwana, ndicho nitakachotafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, nitazame uzuri wa Bwana, nikauliza kwa hekalu lake. Ndugu Branham aliyatamka kwa namna iliyo wazi sana ndani ya mahubiri inayoitwa utaratibu wa kanisa. Akasema ndani kwamba kukutanana yetu sisi kwa sisi inaweza kufanyika ndani ya nyumba zetu, na kukutanana pamoja na Mungu inafanyika ndani ya nyumba ya Mungu. Na nawaza kwamba tunaweza kuyasema hapa pia kwamba kama kuna kitu cha kuleta mabishano juu yake, tunaweza kuyafanya ndani ya machumba zetu, na hapa tunaweza kuingia katika uchunguzi wa neno ndani ya chumba ambayo Mungu aliyotupatia. Na kwa sababu nimekwisha kuyazungumzia, ningependa nisome andiko ya mezali, na kisha tutaweza kuendelea na uchunguzi wetu juu ya neno. Mujisikie vizuri, muwe kama vile nyumbani kwenu mbele ya uso wa Mungu, na hata neno la Bwana liweze kutuzungumzia kwa namna inayowezekana. Ningetaka nisome shairi fulani za mwisho ya sura 15 ya mezali, na kisha shairi za kwanza za sura 16. Mezali sura 15 mstari wa 24. Kwa mwenye akili njia ya uzima inapanda juu, ili atoke katika Hadeze chini. Mstari wa 25. Bwana atangoa nyumba ya mwenye kiburi, lakini atasimamisha mpaka wa mjane. Mstari wa 26. Mashauri mabaya ni machukizo kwa Bwana, lakini maneno ya kupendeza ni safi. 27. Mwenye kutamani faida anataabisha nyumba yake mwenyewe, lakini mwenye kuchukia zawadi ataishi. Natazama sasa shahiri inayofuata 28. Moyo wa mwenye haki unafikiri namna utakavyojibu, lakini kinywa cha mwovu kinamwanga maneno mabaya. Na koshe mstari 13 pia. Nuru ya macho inafurahisha moyo, na habari njema zinanenepesha mifupa. Sisomake mara nyingi mezali kwa maana nausikaka sana neno la unabii, lakini maneno kama haya yanatufurahisha sisi sote. Ningependa nami niweze kuwa mtu wa kupendeza zaidi. Kama inaandikwa hapa Mezali 15 mstari wa 13, nuru ya macho inafurahisha moyo. Nikusema sasa, tungeliweza ichapokuwa mizigo yetu yote na shida zetu zote, tuweze kuacha Bwana atupatie jicho nzuri ili iweze kupendeza pia wengine, sivyo? Kwa maana hiyo nayo inapaswa kuwa baraka. Na kisha kwenye sura 16, Mezali 16 mstari wa 3 na kisha mstari wa 7. Sura 16 mstari wa 3. Wekea Bwana kazi zako na mawazo yako yatasimamishwa. Neno gani la ajabu! Wekea
Bwana kazi zako. Tunajua sisi sote Zaburi mbali kunapoandikwa wekea Bwana njia zako, Zaburi 37 mstari wa 5, na umtumainie naye atatenda. Tunasoma hapa kwenye mstari wa 3, wekea Bwana kazi zako na mawazo yako yatasimamishwa au yatatimizwa. Tunaweza kuwekea Bwana sisi sote kwa ujao, pamoja na yote ambayo tulio na yote ambayo tulio nayo, na pia kwa yale ambayo Mungu atakayofanya kwa ajili yetu pia. Na kisha mstari wa 7 pia uliweza kunifurahisha sana. Mstari wa 7, wakati njia za mtu zinapendeza Bwana, anampatanisha hata na adui zake. Acha basi iweze kumpendeza Bwana juu ya maneno haya pia, ni kwamba tuweze kuishi sisi sote zaidi na zaidi kwa namna moja au kwa namna nyingine. Ni kwamba isiwe andiko fulani za Biblia tu, lakini andiko nyingi za Biblia ziweze kuwa uhakika ndani ya maisha yetu na ndani ya maisha yetu ya imani. Ni kwamba tuweze kuwa bibi harusi neno, bibi harusi ambaye ndani yake neno la Mungu linatimilika. Mnajua, mara nyingi tunasikiaka wakingoja kwangu kwamba naweza kusema maneno fulani juu ya maendeleo fulani yanayofanyika kila siku, kitu fulani kilicho kipya, mambo yanaendelea haraka haraka, na inaomba kuweza kusema Bwana akose inaweza kufanyika kesho. Haiko karibu tu, lakini iko mbele ya mlango. Yale ambayo yaliyoweza kutugusa sisi sote na kutushangaza ndani ya juma zilizopita ni mambo ambayo yaliyofanyika huko Paris. Kuona jinsi Ulaya, umoja wa Ulaya umekwisha kufanyika, na katika ujumla wake kulikuwa mmoja ambaye alikuwa akiwasimamisha, na ilikuwa ni yule mama wa chuma. Na ile kusimamishwa haiko tena ya lazima, alikuwa akiisimamisha na kuikwaza, na ilikuwa naomba ili yule mama wa chuma aweze kwenda, ili kusiweze kuwa tena kusimamishwa, na kwamba hii gari ya moshi ya Ulaya iweze kuendelea na njia yake, na kwamba unabii wa Biblia uweze kutimilika hivi mbele ya macho yetu. Hiyo nikumbusha andiko mbili za nabii Danieli. Katika wakati ule Mheshimiwa Khrushchev na Eisenhower walipokutanana huko New York, na Khrushchev alipoweza kukwazika, akatoa kiatu yake akaitupa nyuma kwenye meza, na kisha ndugu Branham alihubiri mahubiri akilinganishwa na nabii Danieli, na akazungumuza kuhusu chuma na udongo. Ijapokuwa vinaungana, haviwezi hata kukambatana au kuchangana. Nasoma neno hili, najua kwamba kwa ajili ya umoja neno la unabii inakuwaka ni ngumu kwao kidogo, na najiuliza wakati moja kama hii inakuwaka na maana ya kuzungumzia. Kwa upande mwingine ndiyo, ni kweli ninangoja, lakini ningetaka pia ili tuweze kufuata sisi wote kwa namna moja au kwa namna nyingine, ni kwamba tusiweze kupapasa kidogo huku na huko, lakini tuweze kuwa na neno la Mungu takatifu mbele yetu, na tuweze kuliamini likitimilika, na tulione likitimilika. Na hapa ndani ya nabii Danieli sura 2 inayolingana na sehemu ya mwisho ya sanamu ambayo Danieli aliona maelezo haya. Danieli sura 2, Danieli sura 2 mstari wa 32 mpaka 34. Na sanamu hii kichwa chake kilikuwa cha dhahabu safi, kifua chake na mikono yake ya fedha, tumbo lake na viuno vyake vya shaba. Sasa mstari unaofuata 33, miguu yake ya chuma na nyayo za miguu yake nusu ya chuma na nusu ya udongo. Nataka kuwasomea sasa maelezo
ya maneno haya iliyo katika hiyo sura moja kwenye mstari 11 na 12. Na kama uliona miguu na vidole, nusu ya matope ya mfunyanzi na nusu ya chuma, vivyo hivyo utakavyokuwa ufalme uliogawanyika, lakini ndani yake itakuwa nguvu ya chuma, kama vile ulivyoona kile chuma kimechanganyika na udongo wa matope. Na sasa mstari unaofuata 12, na kama vidole vya miguu vilivyokuwa nusu ya shaba na nusu ya udongo, vivyo hivyo ufalme utakuwa nusu yake ina nguvu na nusu yake imevunjika. Ndiyo, tunaweza kuendelea kusoma, kwa maana haya ni maneno iliyo ya lazima sana 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 kwa ajili ya wakati wetu. Mitumikio iliyo tofauti inaungana, yanapashwa kuwa na lengo moja, wanapaswa kuyafanya kwa sababu hakuna namna ingine. Nimekwisha kuyasema hapa katika wakati uliopita, kulingana na unabii wa Biblia, kutakuwa nguvu moja za ulimwengu, na hiyo ni kuzaliwa tena kwa ufalme wa Roma, kama vile unavyoandikwa ndani ya hiyo mapatano ya Roma. Na mniamini, hii pia iliweza kunigusa sana wakati niliposimama huko Roma kwenye njia ya Palerme, na pia wakati wa kurudi. Waamini wao wa Katolika wanaenda wengi katika nchi zote, wote wakiwa na makolo za sultani zao zinazogeuzwa kwa nyuma, na wote wanaenda katika ulimwengu mzima. Na hapo nakumbuka yale ambayo Papa aliyosema wakati wa safari yake ya mwisho ya huko Portugal. Akasema kwamba imani ya Katolika ya Roma ndiyo iliweza kutengeneza Ulaya ya zamani, na tena ni imani ya Katolika ya Roma ndiyo inayotengeneza tena upya Ulaya mpya, na wote wanayakubali, wote wanasema ndiyo kwa vichwa vyao. Lakini ni hivyo, hatutaweza kuchelewa juu ya maelezo haya. Ninawaomba tu muweze kuwa makini juu yake, kwa maana kwa haya ndiyo tunatambua ni saa gani inayokuwa kwenye saa ya ulimwengu. Furaha kuona jinsi Mungu aliweza kututumia nabii ndani ya kizazi hiki ni kubwa sana, hata kama hatuwezi kuyasema kwa sura inayoong'aa sana, lakini tunayashuhudia katika uhakika wote kulingana na kweli. Hatungeliweza kujua au kuweza kuelewa mambo haya yote na maneno haya kwa sisi wenyewe kama Mungu hangeliweza kutupatia heri ya kuweza kusikia mmoja wa watumishi wake wakubwa na nabii. Kwa sababu tunayazungumzia, hii inanikumbusha safari yangu ya huko Ljubljana. Huyo kijana mpole anipatia kitabu juu ya mpinga Kristo. Ilikuwa imeandikwa na mtu mmoja ambaye alikuwa akikosa kose mkono wa kuume au mguu wa kuume, haijalishi namna gani, lakini aniambia kwamba sitakuwa hapa kwa saa moja. Akaniambia uisome, na wakati nitakaporudi uniambie ni kitu gani kinachokosa ndani ya kitabu hiki. Na hiyo haikamata muda mrefu, haikuomba saa moja ili niweze kupata mambo haya yote. Na mnajua yale yaliyofanyika. Alikuwa na hamu kubwa sana wakati posema kitu fulani na nyingineyo. Hapo akasimama, alikuwa akikaa, akanikaribia na nikasimama pia, na akanikumbatia katika mikono yake, akaniambia Mungu alikutuma ndani ya nyumba yetu. Na kisha akaendelea na kusema, wakati niliposoma kitabu hii nilielewa kwamba hakuna kitu chochote ndani, na ndiyo maana nitaka niweze kusikia sasa katika kinywa chako. Ndiyo, kuna watu ambao walio tayari ili waweze kusikia. Nataka kuambia kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu aliwatayarisha ili waweze kusikia kweli. Na ndiyo maana
wanakuwa na hitaji ya kusikia. Tena shahidi moja ya Danieli sura 2. Na kisha nina wazo leo kwamba tunapaswa kukaribia tena Bwana zaidi, na kwamba tunapaswa kusoma andiko za Biblia zinazohusu maisha yetu, ushirika wetu pamoja na Mungu, maisha ya kiroho ndani ya ujumla wake. Shahidi tena moja ya Danieli sura 2 mstari wa 14. Danieli 2:14. Na kwa siku za wafalme wale Mungu wa mbingu atasimamisha ufalme usioharibiwa milele, na wale watu wengine hawataachiwa enzi yake, lakini atavunja vipande vipande na kuharibu falme hizi zote, nao utasimama milele. Katika wakati ule wa falme zile, kama vile tunavyoishi katika wakati huu, Mungu ataweka sasa ufalme wake. Tushaka kuomba mara nyingi kwa ajili ya hiyo, kwamba ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike na mengineyo. Hayo yote iko karibu sana. Mungu aweze kuturumia sisi sote, atupatie rema yake na atuongoze na atuweke na kutuleta katika ushirika wa kweli pamoja na mwenyewe, na pia ushirika katikati yetu sisi kwa sisi. Nataka kusoma andiko ya Waebrania sura 4 na kisha andiko zingine pia za Biblia. Waebrania sura 4, hapa wanatukumbusha neno ambalo tulikuwa tukisikia mara nyingi ndani ya kinywa cha ndugu Branham. Nataka kulisoma Waebrania sura 4 mstari wa 11 mpaka 13. Mstari 11: basi ndugu, tudumu sana kuingia katika raha ile, isije mtu hata mmoja aanguke kwa namna ile ile ya kuasi. Mstari wa 12: maana neno la Mungu ni hai, lenye nguvu na ukali kupita ukali wa upanga unaokata ngambo mbili, linatoboa hata kutenga nafsi na roho na viungo na mafuta ndani ya mifupa, nalo ni jepesi kufahamu mawazo na makusudi ya moyo. Mstari 13: hakuna kiumbe kinachofichwa mbele yake, lakini vitu vyote ni utupu na kufunuliwa mbele ya macho yake yeye aliye na maneno yote. Hapa inahusu tu matokeo ya neno la Mungu. Mungu anashika neno lake kwa nguvu zake zote na uwezo wake wote. Mara ngapi tushaka kuyasema? Alisema nayo yalifanyika, aliagiza nayo yakafanyika. Zaburi 33 mstari wa 9. Lakini nasi pia tunapaswa kufanya mazoezi ya matokeo ya neno hilo, neno la Mungu, na hii habari njema iliyo nguvu za Mungu, kama vile tulishaka kuyaonyesha hapa sasa hivi. Na pia ujuzi ulio kubwa na iliyo njema haitatuweza kufanya watu waliookolewa, haitatuokoa. Inaomba kwanza kuweza kuwa uzima unaotoka kwa Mungu na kukomaa kwa kiroho, kufanya upya iliyo namna ya kweli, ili Mungu aweze kuendelea kazi yake. Lakini tunabaki kuwa wanadamu tu kwa namna iliyo ya kawaida tu. Inaeleweka vizuri? Wanadamu walio wa kawaida tu. Na sijui kama mtaweza kunisikia vibaya kama hapa sasa niweza kuleta hii onyo, lakini katika mwezi wa 12 ndoa itakufanyika hapa Zurich, na nawaza kwamba ndugu
nawaza kwamba iko na miaka 65 na dada Koso iko na miaka 60. Na wakati posikia hayo iliweza kunifurahisha sana. Inanionyesha kwamba pia waamini nao wanaweza kuwaza na kutenda kwa namna tu ya kawaida. Kama ni hivyo, watu wote hawana njia moja, lakini mtu anaye kamata njia yake atembee pamoja na Mungu. Tumeelewa? Hakuna mtu aliye na haki ya kuhukumu mwingine, kwa maana njia yako si njia yangu, na njia ya ndugu na ya dada ni njia yao wenyewe na sio njia yetu. Inaomba sasa siku zote kuweza kuacha kila mtu kwa Mungu katika wakati wote, kama vile Paulo alivyosema kwamba yote yafanyike katika Bwana, na wote wawili wanafurahi, wanakuwa kama vile wako na miaka 18 au 20, na wote tunawatakia yote kwa moyo wetu wote. Turudi hapa juu ya neno letu. Linapenya, linatenganisha, na sio roho na mawazo ya maisha ya kawaida ambayo ndiyo inatenganisha. Hapana, lakini linatenganisha roho na nafsi na mifupa na mafuta ya mifupa, kama vile shaka kusema mara nyingi kwamba waamini ndio watu ambao walio wa kawaida, watu ambao walio na kiasi, ambao wanapaswa kuwa hapa duniani. Hakupaswi kuwa watu ambao walio wa kawaida au walio na kiasi, kama vile ambao walioweza kupokea hekima ya kiungu kupitia neno na roho ili waweze kuongoza kwenye njia yao. Nauliza, kuna hapa duniani kundi au watu au kabila au dini fulani inayoweza kujipatia mamlaka juu ya kitabu kama hiki, kama vile tulivyoweza kuiachiwa kwa ajili ya maisha yetu yote ya imani na pia kwa ajili ya maisha yetu ya dunia hii? Sisi ni taifa lililopewa heri na Mungu, na kama tumegeuka kuwa taifa la Mungu. Twende sasa ndani ya barua ya Tito. Barua kwa Tito, Tito sura 1. Tito sura 1. Niliandika andiko 2 au 3 zilizoweza kuwa na umuhimu kubwa kwa ajili yangu, nikiwa natumaini kwamba Bwana anatuzungumzia pia kupitia andiko hizi. Ndani ya Tito sura 1 ambayo watu wote wanajua, nasoma hapa kwenye mstari wa 2. Mstari wa 2. Tito 1 mstari wa 2. Katika tumaini la uzima wa milele, Mungu asiyeweza kusema uongo aliwaahidi mbele ya nyakati za milele. Mstari 3. Lakini akafunua neno lake kwa nyakati zake katika mahubiri niliyowekewa amana kama amri ya Mungu Mwokozi wetu. Nikusema hapa, hii mstari wa kwanza ambayo nitaka kuhusika nayo, mnisamehe. Mstari wa kwanza, Paulo mtumwa wa Mungu na mtume wa Yesu Kristo, kwa imani ya wachaguliwa wa Mungu na kwa kujua kwa kweli kunako kupatikana na utawa. Nikusema hapa inahusu pia mwongozo wetu ndani ya maisha yetu ya imani, kwa namna inayoonekana kuweza kuonekana ndani ya maisha ya imani, kila mtu mahali ambapo Mungu alimweka. Ndani ya Timotheo wa kwanza sura 4, nataka kusoma mstari wa 6. Timotheo wa kwanza sura 4 mstari wa 6. Timotheo wa kwanza sura 4 mstari wa 6. Kama ukikumbusha maneno haya, utakuwa mtumishi mzuri wa Yesu Kristo, mwenye kulishwa maneno ya imani na ya mafundisho mazuri ambayo uliyafuata, kwa namna njema. Kuna mpango, na mimi mwenyewe niliyaona katika hali ya majengo. Wakati mwingi
Wakati unapojenga kuna chapa, mwongozo, kuna kipimo. Wajengaji wote wanatumika, yote pasha kuwa kamilifu. Hiyo ni chapa, mwongozo. Majengo yanapasha kuwa ikinyoroka, kila kitu pasha kuwa kwa nafasi yake. Hapa inasemeka kuhusu mwongozo, kuhusu kamba, mpango, na tuliwekwa tukapangwa kulingana na neno la Mungu. Tunashingiza katika mpango wa Mungu, tunasema ndiyo kwa kila neno ambalo aliyosema, ili tuweze kuwa moja pamoja na neno. Ningetaka nisome hapa andiko ya Wathesalonike wa pili sura 2. Nasoma tu andiko fulani na mtaweza kuona kwamba moja itakuwa ni kubwa kuliko ingine, na yote ni ajabu sana. Timotheo wa pili sura 2 mstari wa 13. Mbele nasema kuhusu kuja kwa Bwana na kwa siku ya Bwana, na hiyo kana imani kuhusu mambo tofauti. Mambo tofauti inaandikwa hapa kwenye mstari wa 13. Lakini imetupasa sisi kushukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu, ndugu mliopendwa na Bwana, kwa sababu Mungu aliwachagua ninyi tangu mwanzo mupate wokovu katika utakaso wa roho na kuamini kweli. Na kweli inabaki kuwa neno la Mungu. Hatuko shirika la utawa, tunataka tuweze kuwa kanisa la Yesu Kristo. Na kama vile tunaweza kuyasoma ndani ya Timotheo wa kwanza sura 3 kwenye mstari wa 15, kwamba kanisa hilo ni msingi na nguzo ya kweli. Ni kusema kuishikwa na kuingizwa katika neno la kweli ambalo tulilofunuliwa na kuangaziwa kupitia Roho Mtakatifu. Ndani ya Wathesalonika wa pili, ndani ya Wathesalonika wa pili kwenye sura 1 kuna neno linaloficha shambulizi na pia kwa ajili ya wasioamini. Siku hiyo nakaribia, ndiyo siku ambayo Bwana ataweza kuja kwa ajili ya walio wake, lakini sasa ataleta malipizi kwa wale ambao hawakuweza kumwamini. Ninasoma hapa ndani ya Wathesalonika wa pili sura 1 mstari wa 5. Hii ni alama ya hukumu ya haki ya Mungu, ili mupate kuwa wenye kustahili kuingia katika ufalme wa Mungu, ndiyo kwa ajili yake munateswa. Mstari wa 6. Kwa maana ni neno la haki mbele ya Mungu kuwalipa mateso wale wenye kuwatesa ninyi. Mstari wa 7. Na kuwalipa ninyi munaoteswa pumziko pamoja na sisi wakati wa ufunuo wa Bwana Yesu kutoka mbingu pamoja na malaika za uwezo wake. Mstari 8. Katika moto wa kuwaka akiwalipa kisasi wao wasiojua Mungu na wao wasiotii habari njema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mstari 9. Watakaoadhibiwa kwa uharibifu wa milele, kutengwa na uso wa Bwana na utukufu wa nguvu zake, wakati ule atakapokuja kutukuzwa katika watakatifu wake na kushangiliwa katika wote walioamini, kwa sababu ushuhuda wetu kwenu ulisadikiwa katika siku ile. Kwa namna ya kimafundisho inahusu hapa andiko iliyo ya muhimu sana, andiko iliyo ya lazima sana, ili iweze kutuelewesha kwamba hakuna kurudi tu kwa Bwana ambayo tutaweza kunyakuliwa kwenda kumulaki, ambayo tutaweza kutanana naye katika mawingu,
na ambao kisha tutaweza kuchukuliwa pamoja naye ndani ya utukufu, ili tuweze kusherekea karamu ya harusi, yeye kama vile bwana harusi pamoja na bibi harusi. Lakini pia kuna kuja kwa Bwana ndani ya kasirani, ndani ya moto, ili azibu waasi na wasiotii Mungu, na ili aweze kutukuzwa hapa chini katikati ya walio wake, na kuweza kuamsha ndani kushangiliwa. Tunajua kwamba ufalme wa miaka 1000 utakuwa hapa duniani, na Bwana atalipa kisasi juu ya nguvu zote zikazokwenda kupigana na Israeli, na atafanya hivyo pia pamoja na wadui zake, lakini atatukuzwa katikati ya walio wake. Nasomaka mara nyingi pia tafsiri inayoitwa tafsiri ya Zurich. Nina tafsiri za Biblia 15 nyumbani kwangu, na ni ajabu sana kuweza kuona jinsi watafsiri walikuwa wakikaribiana sana. Ni ajabu sana kuweza kuona namna gani pia Bwana aliweza kutupatia neema yake. Tunasoma hapa kwenye mstari wa 10, wakati ule atakapokuja kutukuzwa katika watakatifu wake na kushangiliwa katika wote walioamini. Na sio kwa bibi harusi tu, lakini bibi harusi na kisha wale 1144 na wale wote ambao waliogeuka kuwa waamini. Lakini hapa kwanza inahusu kuchaguliwa, wachaguliwa ambao waliotayarishwa kuweza kuona utukufu wa Mungu, waweze kupata sehemu katika ufuko wa kwanza na kuweza kupata sehemu katika karamu ya harusi wao kama vile bibi harusi pamoja na bwana harusi, na kuweza kuonyesha waziwazi kwamba wachaguliwa wote wa Agano la Kale na Agano Jipya wote watakuwa pale, kwa maana andikwa, katika siku ile tutapata sehemu kwa karamu pamoja na Abrahamu, Isaka na Yakobo, na pamoja na watakatifu wote. Na kulingana na Mathayo sura 27 mstari 15 wengi wa watakatifu walifufuka pamoja na Kristo, na sio wote, wengi, lakini inasemeka kwamba ni wengi. Ni kusema wale wengi ambao walio sehemu ya ufufuko wa kwanza, na wengine wanapaswa kungoja ili ufufuko wa pili uweze kuja. Lakini kama tumekwisha kusoma na kuwazia kuhusu andiko, ni lazima sana ili tuweze kusikia kila mara kwa makini sana, kwa makini sana. Mwazie kama mtu fulani anaweza kuhubiri sasa, wakati Bwana Yesu atakaporudi ili atuchukue nyumbani kwetu ndani ya utukufu, atakuja pamoja na malaika za utukufu wake, na kwamba atakuja na moto wa kuwaka ili kuleta kisasi yake. Sasa hii itakuwa ni aina gani ya mahubiri? Haiwezekani. Ndio maana inaomba kukazilia kila wakati, kama vile Paulo alivyofanya kwa nia ya Timotheo, ni kwamba aweze kugawa neno kwa namna ya haki, neno la kweli. Inaomba kuweza kuweka kila neno katika hali yake ambayo inastahili, na hapo sasa yote itatembea vizuri. Hapo mambo yatakubaliana na kuvalana kwa namna iliyo ajabu sana. Mstari wa 10, wakati ule atakapokuja, kama vile inaandikwa hapa, kutukuzwa katika watakatifu wake na kushangiliwa katika wote walioamini. Na hapo sasa hesabu itajaa, wakitoka ndani ya mataifa, wa taifa la Israeli, walioitwa na waliochaguliwa, wabikira wenye akili na bikira walio wapumbavu, wale wote ambao waliokuwa wamepatanishwa na Mungu kupitia Golgotha, wale wataonekana mbele ya Bwana. Kwa namna ambayo mambo yatafanyika, neno kupangwa kose haiko njema, lakini kila mtu atapata nafasi yake. Lakini Mungu yeye mwenyewe anajua kuliko jinsi mtu anavyowaza. Iliyo njema katika hali yote ni kuweza kuwa sehemu ya kundi la madimbuko,
Nani anaweza kuhitaji aweze kuwa sehemu ya hao? Nani anahitaji aweze kuwa sehemu ya kundi la malimbuko, katika kundi ya kwanza ambayo itakayoweza kunyakuliwa kutoka kwenye dunia hii mpaka ingia katika utukufu? Amina. Naamini kwamba imeshaka hesabiwa haki, kwa maana hatuamini tu kwa namna ya ujumla wokovu ambayo watu wengi wanaamini, ambayo ilitimilika hapo Golgotha kwenye msalaba, lakini pia tunaamini ahadi ambazo Mungu alizotupatia katika neno lake. Na ndiyo maana imani yetu ni imani iliyo hai, inayounganishwa na Mungu, inayofungwa kwa Mungu, inayotukokota mpaka katika utimilifu wa ahadi hizo. Hii iko wazi sana, sio ukombozi tu. Tunasifu Mungu pia kwa ajili ya hiyo, lakini ni mwanzo, na kisha tunafuata Bwana hatua kwa hatua, kila mtu katika hali yake. Nitasoma kose pia neno juu ya maneno haya, kwa maana Paulo aliandika juu ya maneno yote. Tunashukuru pia Mungu kwa ajili ya hiyo. Wakorinto wa kwanza sura 15, hapa akose mambo matatu kama vile yalivyopangwa tunaonyeshwa hapa. Wakorinto wa kwanza sura 15 mstari wa 22 mpaka 24. Kwa sababu kama katika Adamu wote wanakufa, hivyo wote katika Kristo wanapatizwa uhai. Mstari 23, lakini kila mtu kwa pahali pake. Sio mimi niandika hii, lakini hiyo kanaandika ndani ya neno la Mungu, ndani ya Wakorintho wa kwanza sura 15:23. Kristo malimbuko, kisha watu wa Kristo kwa kutokea kwake. 24, halafu mwisho utakuja wakati atakapotoa ufalme kwa Mungu Baba. Nikusema Mungu atupatia neno lake, akatupatia maelezo na kupangwa kwa namna iliyo wazi, niliyopangwa vizuri. Ni kwetu sasa tunataka ili Mungu kweli aweze kupokea na mpendeza na yahitaji kuliko mbele, na naamini kwamba kila mtu katikati yetu anayehitaji kuweza kusimama mbele ya Mungu na kubaliwa na Mungu na aliye wa haki atasikia kwamba tunapaswa kukaribia Mungu tena zaidi, kuweza kupokea mengi kwake na aweze kujifunua tena zaidi kwetu. Ningetaka nisome juu ya maneno haya sura 5 ya barua ya kwanza ya Watesalonika wa kwanza. Watesalonika wa kwanza sura 5. Hapa tunaonywa kwa namna iliyo ya ajabu sana na pia kwa makazo. Watesalonika wa kwanza sura 5 shahiri ya mwisho tu, mstari wa 25 mpaka 28. Ndugu, mutuombee. Salimuni ndugu zote kwa busu takatifu. 27, ninawalipiza ninyi kwa Bwana. Barua hii isomwe kwa ndugu zote. 28, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nanyi. Sana sana hii makazo inayosema 27, ninawalapiza ninyi kwa Bwana. Hakuna mtu anayepasha kuwapa au kulapa kwa Mungu, kwa maana Mungu anasema mbingu ni kiti changu na dunia ni kiti cha miguu yangu. Isaya 66 mstari wa kwanza. Mungu anaweza. Inaandikwa pia kuhusu Mungu na kwamba hangeliweza kuapa kwa mtu mwingine, lakini aliapa kwa ajili yake mwenyewe. Waebrania 6:13. Na hivyo kama vile tumesha kusema hapa, tuweze kupatia kilo juu ya mambo haya ambayo aliyotangaza, ili tuweze kuonyesha kwamba hayawezi kutikisika, iliamuliwa milele na milele na Mungu. Na ijapokuwa hapa mtu wa Mungu anatuonya kila mtu katikati yetu katika wakati ule, na sisi pia kwetu kwa ujumla. 27, ninawalapiza ninyi kwa Bwana. Barua hii isomwe kwa ndugu zote kwa sauti kubwa. Ni kitu gani kilichotangulia matamshi haya?
maelezo yanayoonyeshwa hapa ndani ya mabarua kwa Watesalonika, na katika kila moja ya barua hizi ilikuwa ikisemeka kuhusu kurudi kwa Bwana, na pia mara nyingi kuhusu kasirani itakayokuja, kuhusu neno tulilopokea, sio kama vile neno la watu, lakini kama vile neno la Mungu. Mnajua barua, ikiwa mnasoma barua kwa Waroma, wa Korinto au kwa Efeso, barua zote zinakuwaka na umuhimu fulani, zinakuwaka na hali tofauti. Nazungumzia maneno iliyokamatika sana, lakini hapa inahusu sasa kichwa inayoitwa kurudi kwa Bwana, mambo ambayo tunaongoja sasa. Nasoma shahidi ya mwisho ya sura moja ya barua ya kwanza ya Watesalonika. Usikie nani ndiko hapa kwenye mstari wa 10. Watesalonika wa kwanza sura moja mstari wa 10. Na kungojea mwana wake kutoka mbingu, ambaye alimfufua toka wafu, hata Yesu mwenye kutuokoa toka ghadhabu itakayokuja. Neno tulilosoma kwanza ndani ya Watesalonika wa pili sura moja mstari wa 10 inazungumza kuhusu kasirani, kuhusu kuja kwake nyuma ya kasirani. Lakini hapa sasa inasemeka kwamba Bwana Yesu anakuja kutuokoa, atuokoe kwa kasirani au ghadhabu itakayokuja. Ni kusema kutuchukua kwetu ndani ya utukufu, mbele hukumu ya kasirani iweze kupigwa na moto mkali uweze kuonekana. Na kisha ndani ya sehemu ya mwisho ya sura inayofuata inalingana na yale ambayo ndugu yetu aliyosoma, ndugu Korado, inasemeka kwamba Bwana atavunja shetani chini ya miguu yetu, na yote kwa tofauti, kwa maana dunia ni kiti cha miguu yake, kama vile tusoma ndani ya barua kwa Korinto kwamba anapaswa kutawala katikati ya adui zake mpaka adui zake zote ziweze kuwekwa chini ya miguu yake, chini ya miguu yake. Wakorintho wa kwanza sura 15:25. Naye anabaki kuwa mshindi wa Golgotha, ingine yote inapashwa kunyenyekea chini yake na itanyenyekezwa. Na tunaona kwamba shetani kwa namna moja moja angali anajifanya kama vile kikwazo kwenye njia yetu, anajiweka kwenye njia yetu kama vile kikwazo, hata kama inaweza kuwa ya muda mfupi. Ndani ya Watesalonika wa kwanza sura 2:17, Watesalonika wa kwanza sura 2:17, lakini sisi ndugu, tukitengana nanyi kwa saa kidogo, kwa uso si kwa moyo, tulijaribu sana kuona nyuso zenu kwa hamu kubwa. 18, kwa hivi tulitaka kuja kwenu, mimi Paulo, mara ya kwanza na mara ya pili, lakini shetani alituzuiza. Mnaweza, nataka kusoma mpaka mwisho 19. Maana tumaini letu au furaha yetu au taji yetu ya utukufu ni nini? Si ninyi mbele ya Bwana wetu Yesu Kristo wakati wa kuja kwake. Wakati wa kuja kwake, ni kusema hapa inahusu kurudi kwa Yesu Kristo, na tunatambua kwamba pia mtume Paulo aliweza kuzuizwa na kwamba hakuweza kufanya yote ambayo alipaswa kufanya, na ijapokuwa Mungu alikuwa pamoja naye na iko pamoja nasi, lakini pamoja na sisi sote Mungu atafika kwenye lengo yake. Na inayohusu sura zingine, sana sana sura 4, Watesalonika wa kwanza sura 4, hapo tuna maelezo iliyo ya hapo ya kurudi kwa Bwana. Mtume anaanza kwenye mstari wa 13 na anaendelea mpaka mwisho wa hiyo sura, na inasemeka kwenye mstari wa 17, ndipo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Mbele ya hayo inasemeka kwamba tutanyakuliwa. Mstari 18 inasema basi mfarijane kwa maneno haya. Na kisha kunaanza kitu fulani cha lazima sana, ikilingana na siku ya Bwana. Mbele ya siku hiyo nabii Eliya angepasha kuja ili arudishe mioyo ya wana wa Mungu mpaka kwa mioyo ya wababa ndani ya Kristo.
kwenye sura 5 inayozungumzia kwa namna iliyo wazi tangu mwanzo, na kisha kunatolewa hizi maonyo zilizo zetu sisi wenyewe, sisi kama vile waamini, na tutaweza kuzungumzia kwa mafupi kuhusu maonyo haya inayotuhusu sisi mbele ya kuweza kuweka umuhimu juu ya kumalizia. Kama tunasoma mpaka kwenye mstari wa 4, andiko hili linajulikana tena zaidi: lakini ninyi ndugu, si katika giza, hata siku ile iwapate ninyi kama mwizi. Kwenye mstari wa 5, sababu ninyi wote ni wana wa nuru na wana wa mchana. Sisi hatuko wana wa usiku wala wa giza. Na kisha kunakuja maonyo, maarifa kwenye mstari wa 6, basi tusilale usingizi kama wengine, lakini tuangalie na kuwa na kiasi. Mstari wa 7, maana wao wanaolala usingizi wanalala usiku, nao wanaolewa wanalewa usiku. Mstari wa 8, lakini sisi tulio wa mchana tuwe na kiasi, tukivaa kwa kifua imani na upendo, na kofia yetu iwe tumaini la wokovu. Mstari wa 9, kwa maana Mungu hakutuweka kwa kasirani, lakini hata tupate wokovu kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mstari wa 10, aliyekufa kwa ajili yetu, hata tunaangalia au tunalala, tuishi pamoja naye. Mstari wa 11, basi mfarijiane na kujengana kila mtu na mwenzake kama mnavyofanya vile vile. Ni kusema inahusu mambo yote yote, sio mafundisho tu kuhusu kurudi kwa Bwana, kwamba wale waliolala katika Kristo watafufuka wa kwanza, na wale ambao walio hai katika Kristo watabadilishwa na kunyakuliwa. Hiyo yote ni ajabu, lakini naomba zaidi, inaomba kuweza kuwa macho. Inahusu kazi ambayo Mungu aliyotupatia na inayoambatanishwa na kujengwa kwa mwili ili tuweze kuitimiza. Nilipokea simu asubuhi hii, ndugu mmoja alikuwa akihubiri mahali fulani. Nilimwona mara moja au mara mbili, lakini simujue kuliko hayo, na kwenye simu wakaniambia kwamba aliweza kutuvunja sisi sote wakati alipohubiri, na hayo aliweza kunigusa sana. Nikashambia, wakati tunaposoma neno la Mungu, na ijapokuwa inaandikwa waziwazi kwamba Mungu aliweka huduma kwa ajili ya kujenga kanisa na sio kwa ajili ya kulibomoa, lakini kwa ajili ya kuliendelesha, kwa ajili ya kulijenga. Na kama mtu ametumwa na Mungu, ndipo sasa kujengwa inapaswa kuonekana ndani ya neno la Mungu, ndani ya imani, ndani ya mambo yote. Kama hakuna kujenga ya kiroho inayoonekana na inayoambatanishwa kwa mahubiri, ndio sasa mahubiri hayo yanatoka wapi? Mahubiri hayo yanatoka wapi? Kama inatoka katika neno la Mungu, ni kusema sasa ni Mungu peke yake ndiye anatuzungumzia, na hapo sasa si maneno iliyo wazi, na hapo nguvu za Mungu zinakuwa katika neno la Mungu ili zitupatie yale ambayo anatuahidi na kutayarisha kwa ajili ya sisi wote, ndio yale aliyotayarisha kwa ajili yetu. Wazo hii pia ni lazima sana. Mungu anajenga, anakuwaka tu akubomoa kazi za shetani. Yesu alikuja ili abomoe kazi za shetani, na hayo yote yalitimilika hapo Golgotha, na inabaki tu kutimilika na kuweza kuishi utimilifu wake katika maelezo yote. Lakini wakati napohusu kanisa, inahusu kujengwa na pia kwa watu. Nataka kuambia bila kupita pembeni, kuna watu ambao tunakupasha kuwa na uvumilivu wao kuliko gisi Mungu anakuwa na uvumilivu kwetu. Mnaelewa vizuri?
tunataka Mungu aweze kuwa na uvumilivu kwetu, na tunajua kwamba ana uvumilivu kwa ajili yetu, kwa maana Mungu hangeweza kuwa na uvumilivu kwa ajili yetu, na kama hangeweza kutuchukua kwa uvumilivu ulio mkubwa sana, sasa tungeweza kuwa wapi leo? Na hayo yalifanyika katika nchi ya mbali. Ninaweza kuyasema kwa namna njema. Ninajua ndugu moja, namuita ndugu tu kwa sababu siwezi kufanya tofauti. Mungu amtie msaada na mpatie rehema yake. Katika hali yote niliweza kusimama siku moja ili nimzungumzie, kwa sababu nilikuwa nikimpenda kwa moyo wangu, na nilikuwa nikijua kwamba alikuwa akienda kwa warafiki wabaya, na alikuwa akivuta, naamini kwamba inaitwa ni hashish, na hayafanyake mbele ya uso wangu. Hawezi kuyafanya kwa sababu ananiheshimu sana, lakini wakati nilipomzungumzia katika wakati ule, na nilipoweza kumuonyesha haya yote nikimwambia na kupenda kwa upendo wa kiungu, ndipo alitaka kuweza kunielewesha kwamba Mungu anaotesha mambo yote ambayo yanayokuwa kwenye dunia hii. Sasa namna gani ninaweza kudharau yale ambayo Mungu anaotesha ndani ya shamba, akitaka kuonyesha hiyo majani ambayo yanayovuta? Mnajua nyote maoni yao, na kisha kwa kuja jibu, ndiyo, Mungu anaotesha mambo mengi, lakini anayootesha kwa lengo tofauti. Kama uyoga iliyo na sumu inaweza kuota ndani ya pori, inaota ili iweze kuishia katika tumbo langu au ndani ya stoma yangu. Mnaelewa? Ni kusema kuna mambo mengi, na wakati sasa unapoweza kuwa na neema ya kutojiweka juu ya mtu kama yule, lakini kuweza kujiweka kwa kiwango moja na kumwambia Mungu anifanyia neema katika majaribu yangu, na niweza kuyashinda, na yule Mungu mmoja iko na huruma kwa ajili yako, na anakufanyia pia neema katika majaribu ambayo pasha kuvuka. Naye alinishika katika mikono yake akaniambia, wengine wote walikuwa wakinihukumu na kuleta hukumu yao juu yangu. Nikamwambia, katika hali kama hii kuleta tena hukumu? Hapa hukumu inapaswa kumalizika, lakini neema na ufungulivu inapaswa kutangazwa. Na wakati wote napojua Bwana atakuwa amekwisha kufunua ushindi wake, au ataweza kuionyesha na kuifunua kwa wakati unaokuja. Kuna watu ambao wanaoshikwa na nguvu zingine na ambao hawawezi kujisaidia wenyewe. Wangenihitaji lakini hawawezi, na kama hawawezi kujifungua wenyewe, inaomba kuwahukumu? Hapana. Mungu atupatie utangazaji unaokuwa ndani mamlaka ya Mungu, ili wale ambao wanaofungwa waweze kufunguliwa, kama vile inaandikwa ndani ya Isaya 61. Na hivyo Bwana ataendelea pamoja na njia yake na taifa lake, na iko tofauti na yule mwanamke wa Pentekosti aliyekuja kwa ndugu Branham akifanya mahatua za mchezo, akirukaruka. Mnajua nyote mahubiri, na ndugu Branham akamwambia, dada, sio hivyo, unaingia kwenye njia ya Bwana, lakini hawezi kuacha kwa namna hii. Na akasema, ndiyo, nataka kuyafikia. Na tazama, akaanguka, akaharibika, akaenda mpaka mbali na njia. Inaomba kufanya tofauti. Ni kitu gani kinachohusika na namna gani pasha kuisema? Turudi la neno hili ni kwamba tuweze kutafuta na kupata ushirika wa kweli sana pamoja na Mungu. Na kama tunaweza kujipenya ndani ya maombi, na bila hiyo haitaweza kutembea, lakini maombi ambayo naweza kutamka kilio cha nafsi yetu, na ambayo inaweza kutuonya na kutujenga sisi kwa sisi, wakati wote tunapoona kwamba siku hiyo ya kurudi kwa Yesu Kristo inakaribia. Kwa maana inaandikwa hapa mstari wa 11, basi mufarijiane na kujengana kila mtu na mwenzake kama mnavyofanya vile vile. Barua inaendelea tena, mnaweza kuisoma yote kwa ujumla nyumbani kwenu.
Inasemeka hapa kwenye mstari wa 12, lakini tunawasihi ninyi ndugu, mjue wale wanaosumbuka sana katikati yenu na kuwasimamia ninyi katika Bwana na kuwaonya ninyi, na muwaheshimu sana katika upendo kwa ajili ya kazi yao, muwe na salama katikati yenu. Na kisha mstari wa 14 naendelea, na tunawasihi ninyi ndugu, muwaonye wale wasiokaa kwa utaratibu, muwatie moyo walio dhaifu, muwasaidie wanyonge, muwe na uvumilivu kwa watu wote. 15, angalieni hata mmoja wenu asilipe mtu mabaya kwa mabaya, lakini siku zote fuateni mema ninyi kwa ninyi na kwa wote. Hapa kuna mambo mengi yanayoambatanishwa pamoja, na kwa sababu tunazungumza kuhusu kurudi kwa Bwana na kwamba tunaingoja, acha basi tuweze kushilinganisha tena zaidi na zaidi juu ya mambo haya tunayoombwa, tuweze kuleta pia msaada wetu ili kukomaa na kusonga mbele katika maisha yetu ya imani yaweze kuonekana. Kunaweza kuwa pia watu waliokata tumaini, na mtu ambaye aliyekata tumaini anahitaji kuwekwa nguvu, lakini kuwekwa nguvu kupitia sauti njema, kwa namna njema na sio kwa kutomboka. Mungu atatuwezesha, sina mashaka hata moja. Mungu iko na yote ambayo tunayohitaji kwa ajili ya kuishi maisha yanayompendeza hapa chini, na kwa ajili ya kumtumikia na kutumikiana sisi kwa sisi. Inasemeka hapa pia kwenye mstari wa 16, furahini siku zote. Si vyepesi kwetu, hakuna mambo mengi tunaweza kufurahia, lakini neno linapaswa kuwa la kweli siku zote. Mstari wa 16, furahini siku zote. Wakati tunaponyamaza mbele ya shida fulani na majaribu fulani, na ni salama ya mbingu ndiyo inayojaa nafsi yetu, na kitu fulani kinatuambia mimi ni pamoja nanyi siku zote mpaka mwisho wa dunia. Na kisha kunaweza kuongezea kwamba yote itafanyika vizuri. Yeye anafanya yote kwa namna njema. Marko 7 mstari 13-7. Hata kama tunapita katika siku na saa ambamo hatujua kwa kuweka kichwa, lakini wakati tunaponyamaza mbele ya Bwana, sauti kidogo ndani mwetu inatuambia kwamba atafanya yote vizuri. Mstari 16, furahini siku zote. 17, ombeni pasipo kuacha. Mstari 18, katika maneno yote mshukuru, maana maneno haya ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Katika hali yote, kusema hapa hakuna hali inayokatazwa. Katika hali yote, hata kama inakuwa ngumu, Mungu anipatie pia neema hiyo, kwa maana tunaposhilinganisha na yale yanayoandikwa hapa, ndipo tutaweza kuwa washindi. Tutakuwa washindi. Tumeelewa? Na ni hivyo ndivyo tutaweza kuwa washindi. Na tunashinda namna gani? Tunashinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la Mungu lililogeuka kuwa ushuhuda wetu. Na tunajua sote kwamba Bwana anataka aweze kufanya kundi la malimbuko kuwa kundi la washindi, mpaka waweze kusema kweli kweli hawa walishinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Na hiyo inaenda tena mbali zaidi. 17, ombeni pasipo kuacha. 18, katika maneno yote mshukuru, maana maneno haya ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. 19, musizimishe roho. 20, musibeue unabii. 21, lakini jaribuni mambo yote, shikeni lililo jema. 22, mujitenge na ubaya wa kila namna. Na kisha kuna kuja onyo pamoja na maneno haya. 23, Mungu wa salama mwenyewe awatakase ninyi kabisa, roho yenu na nafsi yenu na mwili wenu ichungwe mizima pasipo laumu, mpaka wakati Bwana wetu Yesu Kristo atakaporudi. Tazama sasa neno la mwisho. 24, yeye ni mwaminifu ambaye aliwaita ninyi, naye atafanya, atatimiza pia kazi yake, atayafanya.
Na sasa tunaweza kuelewa kwa sababu gani mtume aliandika kwamba ninawaagiza kwa Bwana, ili barua hii isomwe kwa sauti kubwa kwa wandugu wote, ndani ya Ulaya yote nzima, ndani ya nchi zote za dunia, katika uso wote wa dunia. Na maneno haya Mungu ambayo tuliofunuliwa hapo kutoka kwenye kiti ndani ya kizazi hiki kupitia kinywa kiliyoitwa na kutumwa, iweze kupata sikio ya kusikia, na Biblia iweze kusomwa kama vile kitabu kilicho mpya, na sio kwa andiko, lakini kweli kweli kwa nuru ya ufunuo wa kiungu ambao tuliopewa kwa neema. Tunataka pia tuweze kuwa macho ili andiko zote za Biblia, sana sana zile ambazo zinazokuwa na umuhimu mkubwa kuhusu kurudi kwa Bwana, isiweze kusomewa tu, lakini ziweze kuaminiwa na ziweze kufuatiwa na kuwekwa katika matendo, ili tuweze kuwa watu wanaoweka neno la Mungu katika matendo, ndani ya uhakika kwamba aliyewaita ni mwaminifu. Ndiyo, yeye aliyewachagua, aliyewatosha ndani ya dunia, aliyetupatia neema yake na aliyejifunua kwetu, naye ni mwaminifu, na atatufanya kuwa waaminifu pia, na ataongoza mpaka mwisho kazi yake ambayo aliyoanza kwa ajili ya siku ya kurudi kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Atamaliza kazi yake aliyoanza. Kwa ajili yangu mimi mwenyewe nitafurahi kama naweza kuona hapa karibu mkono wa uwezo wa Mungu ukinyoshwa hapa pia katika eneo hii, ukinyoshwa hapa, ukitenda kwa nguvu. Mungu ni mweza yote, ndiyo, Mungu ni mweza yote, naye atabariki walio wake, ili nao waweze kuwa baraka kwa ajili ya wengine. Na kama vile shaka sema mara nyingi, atamaliza kazi ambayo aliyoanza kwa siku ya falme hizi, kama vile tusoma ndani ya nabii Danieli. Mungu wa mbingu, Danieli 2:44, ataleta ufalme wake ambao utakuwa wa milele, na falme zingine zote zitavunjwa, zitakuwa na mwisho wake. Bwana peke yake atakuwa mfalme juu ya dunia yote nzima, na atapokea sifa, heshima na mabudu ndani ya waliokombolewa wote, wa Wayahudi na wa mataifa, na kwa neema tutaweza pia kuwa huko. Kundi la malimbuko lina heri ya kuweza kuwa katika karamu ya harusi, ndani ya karamu ya harusi na ndani ya ufalme wa 1000. Mungu atupatie hiyo, mimi na wewe, atupatie hiyo, si sote kwa neema, na sote pamoja tunaamini kwamba kwa neema tutaweza kuwa sehemu ya hiyo. Kwake Bwana apewe sifa na heshima na mabudu na utukufu milele na milele. Amina. Tusimame na tusifu Bwana. Baba uliye mbinguni, Bwana mpendwa, sisi ni nani ili tuweze kuja kwako? O Mungu, wewe Mungu mtakatifu, kama vile Isaya tunasema kwa sauti kubwa, mimi ni mtu aliye na midomo michafu, ninakaa katikati ya taifa lenye midomo michafu. Bwana mpendwa, utusafishe wewe mwenyewe, ututakase wewe mwenyewe, tena ndani mwetu kupitia nguvu za damu yako, za neno lako na za Roho wako. Bwana mpendwa, sote pamoja tunakupatia sifa sana sana, kuona jinsi tunahesabiwa katikati ya wale ambao ulioita kusikiliza, ili utufunulie siri za ufalme wa Mungu, ili utuonyeshe uhusiano hali, ili uweke mambo kwa utaratibu. Bwana mpendwa, weka sasa ndani mwetu katika utaratibu, utuweke katika utaratibu, tupange Bwana, njia zako ziweze kuwa njia zetu Bwana, mawazo yako yawe mawazo yetu pia,
kuweze kuwa kukubaliana. Bwana mpendwa, kukubaliana. Ndio maana tunaikuomba sote pamoja sasa, tuongoze mpaka katika umoja pamoja na wewe na pamoja na neno lako. Tusaidie o Bwana, na uwe wa rehema kwa ajili yetu. Usituache kuendelea kwa namna hii, lakini uturehemu, uje kutanana nasi ndani ya rehema zako. Mungu, anza kutenda kwa namna iliyo mpya na iliyo huru. O Bwana, kamata hizi masumbufu zote, kamata hizi tabu zote, hizi kuugua yote, hizi manunguniko yote, kama vile katika wakati ule uko Misri. Bwana, tunasikia pia kwamba kuugua haimalizike, lakini endelea tena kuongezeka. O Bwana, tupatie kufunguliwa, kuwekwa huru leo ya kweli, ili taifa lako liweze kutoka kwa kutumikia na kusifu ushindi wako na kutangaza kwamba mkono wa kuume wa Bwana umenyoshwa, mkono wa kuume wa Bwana unaleta ushindi. Bwana, ndani mwetu, Zaburi 118 mstari 16. Bwana, tunajua kwamba wadui zote washakawekwa chini ya miguu yako. Wewe mshindi wa Golgota, wewe mwana kondoo wa Mungu, tunakusifu, tunakuabudu. Ulistahili kwamba unakamata kitabu na kuvunja mihuri yake na kuweza kuzifunua. Uliweza kuzifunua kwa ndugu yetu Branham, kwa ndugu yetu mpendwa Branham ndani ya mwaka 1963. Bwana mpendwa, wewe ni Mungu wa agano la kale na agano jipya. Unazungumuza, unatenda, unaokoa, unaponya, unabariki na unajifunua kwa taifa lako. Tunajiweka katika mikono yako. Isomwe katika ulimwengu mzima yale yote inalingana na hayo, wakati utakaporudi, na pia kwa ajili ya matayarisho ya kuja kwako, o Bwana, yale yote inayolingana na hayo, mabarua za wamitume zinazoonekana sasa mbele ya nuru ya unabii ziweze kusomwa ndani ya hiyo mwanga wa kiungu, ndani ya makusanyiko yote, ili mwili wa Bwana uweze kujengwa na ukuunganishwa pamoja, na hapa karibu uweze kurudi ili tuchukue karibu yako. Tunakushukuru kutoka kilindi cha moyo kwa ajili ya yale ambayo shaka kutimiza, na tunakushukuru pia kwa ajili ya yale utakayofanya iliyo makubwa tena kwa ajili ya utukufu na heshima ya jina lako. Haleluya. Pokea wale wote waliokutakasia maisha yao, na pia wale ambao waliobatizwa wakati uliopita. Bwana, uwe pamoja nao kwa namna ya kipekee sana. Uwaweke nguvu, uwafariji Bwana, uwapatie wandugu na wadada wanaweza kuwa karibu yao na wanaoweza kuwasaidia katika hatua zao za kwanza za imani. Utuunganishe zote pamoja kwa namna ya ndani, sisi kwa sisi, o Bwana, hata tuweze kutumika kama vile tunavyohitaji. Tena inge mara moja, hata shukurani na mabudu yaweze kuwa yako milele na milele kwa ajili ya yote, katika jina la Yesu Kristo. Amina.